Ndiyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini sisi sote ni wazima. Mungu ametulinda tangu asubuhi tulipopata neema ya kuiona leo. Na nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu, lakini pia kuwashukuru viongozi wa grupu letu la Miliki ya Mungu kwa ajili ya kunipa nafasi ya kwamba siku ya leo majira kama haya nisimame mbele yenu watumishi wa Mungu kama chombo cha Kristo kwa ajili ya mafundisho ya neno la Mungu, ambapo ninayo zamu ya kuja mbele yenu kwa njia hii ya online nifundishe somo la maadili na mahusiano. Awali ya yote nimshukuru Mungu, alafu niende moja kwa moja kwenye somo letu. Baba, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, ninakushukuru sana Baba kwa ajili ya neema, kwa ajili ya kibali, kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili ya matendo yako makuu uliyotenda juu ya maisha yangu. Umekuwa nami tangu asubuhi, umenilinda na kunichunga na kunipigania katika mengi. Wakati huu Baba, ninakwenda kusimama kwenye madhabahu yako takatifu ili kwenda kunena na watumwa wako, watumishi wako, kwenda kusimama mbele yao kunena neno lako la uzima kwa habari ya somo lililoko mbele yetu, somo la maadili na mahusiano. Ninakuhitaji sana Baba, kupitia Roho yako Mtakatifu kaniwezeshe. Asante kwa ajili ya maombi ya watakatifu ambao wameliombea somo hili na kukiombea kipindi hiki. Ninaamini Baba utakwenda kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kutusaidia. Katika jina la mamlaka la Yesu ninaomba na kuamini. Amina. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyosema mwanzo, naomba sasa ujiandae tukajifunze somo zuri, somo la maadili na mahusiano. Somo hili ni somo la muhimu, ni somo la baraka ambalo sasa kwa uweza wa Roho Mtakatifu tutakwenda kujifunza somo hili ambalo litakwenda kuwa baraka sana, lakini litakwenda kutupa ufahamu na kutujengea msingi namna gani ya kujua maadili ni nini, lakini mahusiano ni kitu gani kwenye maisha yetu. Na tunapojifunza somo la maadili na mahusiano, ni vizuri tukafahamu maadili ni kitu gani. Ni muhimu sana tukafahamu maadili ni kitu gani. Maana hatuwezi tukaendelea kujifunza jambo bila kufahamu maana yake au linamaanisha nini kwenye msingi wa kitu tunachokwenda kujifunza. Moja kwa moja, mimi kama mleta mada au kama mwalimu wa somo hili kwa siku ya leo, naweza kusema maadili ni neno la Kiswahili lenye maana ya tabia njema. Ni kanuni au msingi unaoelezea tabia njema. Nirudie tena ili nieleweke vizuri. Maadili ni neno la Kiswahili lenye maana ya tabia njema. Ni kanuni au msingi unaoelezea tabia njema. Lakini ni msingi unaoelezea tabia njema, haki na uaminifu. Kwa hiyo maadili ni kitu ambacho ni cha msingi sana, kuanzia kwenye jamii, kwenye ndoa, kwenye familia na hata kwenye taasisi yoyote. Maadili yakikosekana, mahali hapo panakuwa sio salama sana. Maana kama nilivyosema, ni neno la Kiswahili
lenye maana ya tabia njema. Kwa kifupi, hiyo ndio maana halisi ya neno maadili. Lakini pia naomba tujue mahusiano ni kitu gani. Mahusiano ni umoja unaohusisha watu wawili au zaidi. Mahusiano ni umoja unaohusisha watu wawili au zaidi. Mfano, huwezi ukasema nina mahusiano wakati uko peke yako. Lazima mahusiano yahusishe mtu au watu. Hapo ndipo napoleta maana halisi ya mahusiano. Mfano, mtu na mchumba, mtu na wafanyakazi wenzake na kadhalika. Hayo ndiyo mahusiano. Kwa hiyo niombe sasa watu tufahamu maadili ni kitu gani, lakini pia mahusiano ni nini. Pia tunapoongelea mahusiano ni kitu kinachohusisha watu wawili au zaidi, lakini pia ni vizuri pia tukafahamu aina mbalimbali za mahusiano. Yapo mahusiano ya aina nyingi, ingawa kwenye jamii au kwenye mtazamo wa wengi, ukitaja neno mahusiano, watu wengi hufikiri kwa habari ya mapenzi. Wanaweza wakawa sahihi wala hawakosei, lakini mahusiano yako ya aina nyingi sana. Na nitaomba sasa nitaje baadhi ya mahusiano. Kwa kutaja baadhi ya mahusiano, yapo mahusiano ya kibiashara, mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya kidugu, mahusiano ya kimapenzi na kadhalika. Kwa hiyo ili mahusiano yoyote yaweze kuwa na maana, ili mahusiano yoyote yaweze kuwa na utukufu, ili mahusiano yoyote yaweze kuwa na faida kwa mtu au kwa watu, lazima yasimame kwenye msingi wa maadili. Yasiposimama kwenye msingi wa maadili, hayo mahusiano yatakuwa ni mahusiano yasiyo sahihi, na wakati mwingine yanaweza yakazaa uchungu, mafarakano, chuki, na hata kuacha madhara makubwa kwenye jamii, taasisi au kwa mtu binafsi. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo amelifunua somo hili zuri, ili tuweze kujua ni namna gani maadili na mahusiano ni kitu cha msingi sana kwenye jamii. Kitu cha msingi mno, na wala sio kitu cha kupuuzwa, na hasa ukilinganisha kwa wakati tulio nao, bila kuzungumzia mahusiano yanayotokana na maadili sahihi. Kwa kweli tuko pabaya sana. Kipindi hiki ni kipindi cha utandawazi, kipindi cha teknolojia, kipindi cha elimu nyingi. Kwa tusisahau kuzungumzia maadili na mahusiano. Chukua nafasi hii pia nimshukuru sana mtumishi wa Mungu ambaye aliona walau tujifunze somo hili la maadili na mahusiano. Ni somo la msingi ambalo mimi mwenyewe nilipokea, nikaona ni kitu ambacho nimwombe Mungu kabisa asimame kwenye somo hili, ili tuweze kujifunza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mwenyewe ndio aingie kiundani, aweze kutupa neno katika uhalisia wa nini tunataka kwenye kipindi hiki ambacho maadili mengi yamemomonyoka. Mmomonyoko wa maadili ni mkubwa sana. Lakini ndugu wasikilizaji wapendwa wa Kristo, kwenye somo hili la maadili na mahusiano,
nitakwenda kuongelea mahusiano ya kimapenzi. Nimetaja aina nyingi za mahusiano, lakini nitakwenda kuongelea mahusiano ya kimapenzi. Na kwenye somo hili la maadili na mahusiano ya kimapenzi tutakwenda kujifunza kwa namna hii. Je, maadili ya Kikristo yanasema nini kwa habari ya mahusiano? Maadili ya Kikristo yanasema nini kwa habari ya mahusiano? Na nitaongelea mambo makuu mawili au zaidi vile Roho Mtakatifu atakavyonijalia, lakini msingi wa somo letu nitakwenda kuongelea maadili yetu kama Wakristo yanamtaka kijana wa Kikristo awe na mahusiano ya namna gani kwa wakati gani. Naam, naomba nirudie hapo nieleweke vizuri. Maadili ya Kikristo yanasema nini kwa habari ya mahusiano? Na nitaongelea mambo makuu mawili kama sio matatu na zaidi. Maadili yetu kama Wakristo yanamtaka kijana wa Kikristo awe na mahusiano ya namna gani na kwa wakati gani? Na jambo hili ni jambo ambalo kwa wakati huu linalisumbua kanisa la Mungu kwa kiwango kikubwa sana. Vijana wengi wa Kikristo wameacha maadili ya kimungu, wameacha misingi tuliojiwekea kama Wakristo, misingi ya Kipentekoste, misingi ambayo imeasisiwa na kanisa la Mungu. Wamejivika uhalali ambao sio maadili ya Kikristo. Kijana anapofika mahali sasa amekuwa kijana mtu mzima, amesoma shule, amemaliza labda kidato cha 4, amekwenda advance form 5 form 6 chuo. Sasa imefika mahali sasa anaanza kuwiwa kuwa na mahusiano. Lakini naomba niongelee jambo moja la msingi sana. Ninapoongelea maadili yetu kama Wakristo yanamtaka kijana wa Kikristo awe na mahusiano ya namna gani? Naomba tujue kitu kimoja. Mahusiano sio kitu kibaya. Mahusiano ni kitu cha msingi, lakini yanahitaji maadili. Yanasemaje kwa habari ya kijana ambaye sasa amefika hatua anatakiwa aingie kwenye kipengele cha mahusiano? Kijana aliyelelewa katika maadili ya Kikristo, kijana aliyepita Sunday school, kijana aliyefundishwa mafundisho yaliyosimama kwenye misingi ya Kikristo, anatakiwa afanye nini na awe na mahusiano ya namna gani? Huko nyuma nimejaribu kuelezea aina nyingi za mahusiano: mahusiano ya kibiashara, mahusiano ya kindugu, mahusiano ya kijamii. Lakini kwenye somo langu nataka niongelee mahusiano yanayohusu mapenzi. Na ninaposema mapenzi, naongelea hatua ya uchumba mpaka ndoa. Ni wazi kuwa sisi Wakristo haturuhusiwi, kijana wa Kikristo haruhusiwi kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Naposema mahusiano ya kimapenzi, mapenzi yanaweza kuwa ya namna nyingi. Kuna upendo wa agape usiokuwa na ubaguzi, lakini naongelea yale mahusiano ya kimapenzi. Kijana amepevuka, kijana amefika mahali mwili wake unaanza kuona kiu cha kuwa na mahusiano na msichana amevunja ungo, amekuwa binti mtu mzima, anaona kuna sababu ya kuwa na mahusiano na kijana wa kiume. Ni mwiko kabisa kwa vijana wa Kikristo kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kabla ya ndoa. Maadili ya Kikristo hayataki. Ni mwiko, ni
kosa kijana wa kiume aliyeokoka, aliyebatizwa, aliyejazwa Roho Mtakatifu aingie kwenye mahusiano ya kimapenzi bila ile misingi halisi ya Kikristo. Hii ni mbaya sana na haitakiwi. Na niombe Mungu awasaidie vijana wa Kipentekoste hili jambo walijue kwa undani, kwamba maadili anasemaje kwa habari ya mahusiano. Azingatie nini? Mambo gani anapotaka kuanzisha mahusiano? Azingatie kitu gani? Vijana imefika mahali uhorela ni mwingi sana, mpaka ukichungulia kwa ndani unajiuliza, hapa kuna wokovu au kuna dini? Mungu atusaidie sana kanisa. Kanisa liko mahali pabaya. Tunamhitaji Mungu afungue ufahamu wa vijana wetu. Kwanza wafike mahali wajue, anapoamua kuwa kijana wa Kikristo, anapoamua kumfuata Yesu Kristo, lazima awe ni kijana ambaye yuko tayari kujikana, kwa sababu kuna mambo hatakiwi kuyafanya. Kwa wakati upi na kwa sababu zipi? Kwa sababu kijana akijihusisha na mahusiano haramu kabla ya ndoa, hiyo ni mbaya, hiyo haitakiwi. Mahusiano ni kitu cha muhimu sana, lakini kwa sisi wa Pentekoste, kwa sisi wa Kristo, maadili yetu yanatutaka kijana afanye nini. Ni muhimu sana kujua maadili yetu. Kijana kijana ambaye hajaoa hatakiwi kujihusisha na mapenzi, kwa sababu huo ni uasherati, na tunafahamu kabisa waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Maadili yetu sisi wa Pentekoste, kijana ambaye hajaoa hatakiwi kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi. Sisi wa Pentekoste hatuna boyfriend na girlfriend. Neno boyfriend halina maana mbaya. Boyfriend ni rafiki wa kiume, girlfriend ni rafiki wa kike. Lakini urafiki huu ni wa namna gani? Unaweza kuwa ni urafiki wa kimasomo, ni watu wanaosoma darasa moja, wanashare taaluma ya aina moja, ni watu wanaimba labda kwenye kundi moja, praise team, kwaya moja. Hivyo vitu vinaweza vikawakutanisha wakawa marafiki kwa sababu ya vitu hivyo. Lakini nje ya hapo, sisi wa Pentekoste hatuna urafiki wa kijana wa kiume na kijana wa kike, kwamba tunawakuta huko pamoja wanatoana auti. Tunapomuuliza kijana, anatuambia huyu ni rafiki yangu wa kiume, huyu ni rafiki yangu wa kike. Maadili yetu hayaruhusu hayo mambo. Ni mambo ya kuiga, ni mambo ambayo kwetu sisi kwanza kama Wakristo, lakini kama Waafrika hayo mambo hatuna. Kijana wa kike na kijana wa kiume lazima kuwe na mpaka. Kama watakuwa kwenye kazi maalum, hapo hakuna shida. Mfano uko darasani, kushare mawazo, kushare taaluma, kushare idea kati ya kijana wa kiume na wa kike sio kitu kibaya. Lakini ule urafiki wa kijana wa kiume na kike, kama vile ambavyo vijana wa kiume wakiwa marafiki wanaweza kukutana pamoja, wakaenda sehemu, wakala pamoja, wakasindikizana, kijana akamsindikiza mwenzake kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, vijana wa kiume kwa kijana wa kiume kwa wa kiume, hatuna maswali. Lakini maadili yetu sisi kama wa Pentekoste, kuona mahusiano ya kirafiki baina ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume, eti wametoka kanisani kwenye kwaya, wametoka kanisani kwenye kusifu na kuabudu au ibadani, tunaona vijana au kijana wa kiume na wa kike wamefuatana pamoja saa 1:30 mpaka saa 2 mpaka saa 3 mpaka saa 4. Tunawauliza, wewe binti,
umetoka wapi? Nilikuwa na rafiki yangu fulani, nilikuwa na John, baada ya kutoka kanisani tumeenda kunywa kahawa sehemu. No, 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 no. Tukikuona wewe kijana wa kiume unajihusisha na urafiki wa namna hiyo, maadili ya Kikristo hayaruhusu. Na niombe vijana mzingatie sana hili, niombe sana. Na kwa nini sisi haturuhusu? Ukisoma Biblia, Mtume Paulo katika ile Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18, unaona pale mtumishi wa Mungu alijaribu kusema kwa akili kubwa kwamba ikimbieni zinaa, ikimbieni zinaa kwa miguu yenu. Kusoma Wakorinto wa kwanza sura ya 18 utakutana nayo maneno, anatusii kuikimbia zinaa. Sasa kuna mazingira ambayo hata kama umejazwa Roho Mtakatifu, hata kama unanena kwa lugha, hata kama ni mtumishi wa Mungu mzuri, usipotumia hekima na akili ya kawaida, utajikuta umeingia kwenye uasherati pasipo kujua au pasipo kudhani, kwa sababu mili huwa haiokoki. Ndio maana Biblia inasema ifisheni mili yenu. Mili inafishwa. Lakini kuna haja ya kuwa na elimu ya kawaida kwa kijana aliyeokoka, kukimbia uasherati, kukimbia dhambi kwa miguu yake mwenyewe. Atakimbiaje? Kujiepusha na mazingira yanaweza kuhatarisha usalama wa kiroho chake. Kwa ndugu zangu watumishi wa Mungu mnaonisikiliza kwenye grupu letu pendwa, grupu zuri la Miliki ya Mungu, nataka niseme hivi, maadili tuliojiwekea sisi kama Wapentekoste, hatupendi kusikia, hatutaki kuona mahusiano kabla ya uchumba. Huko mbele pia nitaongelea mahusiano ya wachumba, namna gani natakiwa kuwa kijana wa Kipentekoste anapotaka kumpata mchumba azingatie mambo gani. Huko mbele nitaongelea ili tufahamu namna gani misingi yetu au maadili yetu kama Wakristo tunatakiwa kufanya nini ili kuhakikisha kijana wa kiroho, kijana anayejitambua, kijana anayemjua Mungu, ni namna gani aishi kwenye misingi tuliyojiwekea. Na kwenye Biblia tukitaka kujifunza zaidi, kuna mtumishi wa Mungu kwenye Biblia, huyu ni anaweza kawa role model wetu kwenye Biblia, ambaye aliishi maadili ya Kikristo. Tena wakati huo hata Yesu alikuwa hajazaliwa bado, lakini huyu kijana alikuwa mwaminifu sana. Huyu kijana anaitwa Yusufu. Yusufu ni kijana aliyejitunza, aliishi maisha matakatifu, na hata ulipofika wakati wa kuingia kwenye mahusiano, tunaona kitu alichokifanya, aliamua kuposa. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 19 hadi 22, utakutana na hayo maandiko. Biblia inajaribu kuelezea namna ambavyo Yusufu alikuwa amemposa Mariamu, lakini wakati huo alikuwa hajawahi kukaribiana naye kimapenzi. Alikuwa hajawahi kumgusa Mariamu, lakini alikuwa mchumba wake. Leo hii tuna vijana wangapi ambao wamekuwa wanafiki? Kuna wakati wanakuja hata mbele ya wazee wa kanisa, kwa walezi wa vijana. Kijana anaenda kwa walezi, anajieleza, kuna binti nimemuona, nataka kumchumbia, kumbe wana miaka 3 wanaishi kwenye uasherati. Hapo madhara ni makubwa sana. Ndio maana Yusufu alipomuona Mariamu ana mimba, aliazimia kumwacha kwa siri, kwa sababu aliishi maisha ya uchumba ya bila kumgusa mchumba wake. Kwa alipoona ile mimba akasema, huyu mchumba wangu tangu nimemposa, simjui, hanijui, hii mimba imetoka wapi? Ndio maana Yusufu akaazimia kumwacha Mariamu kwa siri, na kwa sababu ya uaminifu wake tunaona Mungu anaamua kumtuma malaika amwendee Yusufu, amwambie kwamba huyo mchumba wako
hiyo mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Usimuache Mariamu, kwa sababu uaminifu wa Mariamu ulikuwa mkubwa, uaminifu wa Yusufu ulikuwa mkubwa. Leo hii ndio maana kuna vijana wanapakaziwa mimba ambazo sio za kwao kwa sababu ya kukiuka maadili. Sasa kama wewe kabla hujamchumbia binti yako au huyo naweza nikasema mjinga mwenzako, si kama ni kauli sahihi nikitumia, kwamba sababu ni ujinga, wewe umeokoka, tumekulea kwenye mada ya Kipentekoste, hujaoa bado, unakuwa na rafiki yako wa kike na mnaanza mahusiano, na sio mahusiano ya kirafiki tu, mpaka mnafika mahali mnaishi kama mume na mke. Utatuficha sisi wazee wako wa kanisa, utamficha mchungaji wako, utawaficha walezi wako, lakini bado Mungu anakuona. Mungu anakuona. Kwa hiyo mahusiano yetu ya kimapenzi yanaanza na uchumba, baadaye inafuata ndoa. Kwa kanuni yetu sisi wa Pentekoste, hakuna mahusiano yoyote kabla ya uchumba. Mahusiano ya kwanza kwa kijana wa Kipentekoste ni kuchumbia. Hayo mahusiano mengine ya kirafiki, ya kimasomo, kihuduma, kibiashara, sina mashaka nayo, lakini mahusiano ya kimapenzi yanaanza na uchumba. Na uchumba wenyewe, kuna namna ambavyo sisi wa Pentekoste tumeweka utaratibu. Kijana wa Kipentekoste anapofika hatua anataka kuanza mahusiano ya uchumba na binti, uchumba na mwanaume, afanye nini? Kitu gani azingatie? Hasa kijana wa kiume sasa amefika mahali anataka apate mchumba, amchumbie, afanye nini kwa maadili yetu ya Kikristo? Kitu gani akifanye huyo kijana? Kitu cha kwanza, lazima kijana wa Kipentekoste anapofikiria kumtafuta mchumba, lazima kwanza amuhusishe Mungu. Lazima amuhusishe Mungu kwanza, kwa njia ya maombi. Kwa njia ya maombi. Ashukuriwe Mungu, hata mtumishi wa Mungu Matthew kwenye introduction ya somo letu alijaribu kugusia baadhi ya vipengele, kwamba kuna vijana wa kiume, vijana wa kike ambao akimwona kijana kwa sababu amestawi, ana visenti, ana huduma nzuri ya uimbaji, au amesoma ana diploma, ana degree, ana PhD, ni profesa, anaona huyu anafaa kuwa mume wangu, huyu anafaa kuwa mke wangu, kitu ambacho sio sawa. Kwa kitu cha kuzingatia kwa kijana wa Kipentekoste aliyesimama kwenye misingi ya Kipentekoste na maadili ya Kipentekoste, lazima kwanza anapoanza kutafuta mchumba amuhusishe Mungu. Biblia ya kusoma katika kitabu cha Mithali, ile sura ya 19 na mstari wa 14, pale maandiko yamesema wazi kwamba mali na nyumba mtu anaweza kapewa na baba yake. Mali na nyumba au urithi mtu anaweza kapewa na baba yake, lakini mke mwenye busara, mke mwema, mtu upewa na Bwana. Kwa kijana yoyote wa Kipentekoste unayenisikiliza leo katika kipindi hiki cha baraka ambacho Mungu amenipa kuongea na wewe, lazima uhakikishe unamuhusisha Mungu. Piga magoti, mwambie Baba, umefika wakati nataka kuingia kwenye mahusiano, nipate mchumba ambaye baadaye atakuwa mke wangu. Baba, naomba unipe mke ambaye atanifaa, kwa sababu anayepata mke anapata kitu chema, anajipatia kibali kwa Bwana.
Sasa akishamuomba Mungu, anatakiwa afuate hatua gani za Kipentekoste? Maadili yetu kama Wapentekoste anasemaje? Maadili yetu hayamtaki kijana wa kiume kumwendea binti kuanza kuongea naye uchochoroni. Kwa maadili yetu ni mwiko. Unapompata binti wewe kijana wa Kipentekoste, zipo kanuni tumejiwekea. Ndio maana sisi kanisani kwetu au niseme sisi wa FPCT tuna makundi, tuna idara tuna walezi wa makundi, walezi wa idara, walezi wa kwaya mbalimbali. Lakini tuna halmashauri ya kanisa, tuna wazee wa kanisa. Hawa wote, kijana anapofika mahali anakuwa na wazo. Kitu cha kwanza ambacho takiwa sasa akifanye, baada sasa hapo amekwisha piga magoti, amemwomba Mungu, na Mungu alivyo mwaminifu tayari ameachilia neema kwenye moyo wake. Kuna mahali amemwona binti anayetokana na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Cha kufanya namba moja, awaone walezi. Kama walezi wako mbali, basi aende hata kwa mzee yote wa kanisa au kwa halmashauri yote wa kanisa. Mzee, kuna binti nimemwona. Mzee atamtengenezea kijana mazingira, atamwita nyumbani kwake, ataanza kuomba hata ofisi ya mchungaji. Kwa mara ya kwanza binti anaitwa, kijana anaongea kile kitu ambacho amekibeba moyoni mwake. Leo hii vijana bwana wanatudanganya. Vijana wanatudanganya. Walishaanza mahusiano siku nyingi, walishaelewana huko. Kwa sisi tunapewa tu taarifa. Vijana zingatieni hili. Wapo walezi, wapo wazee wa kanisa. Wewe ni marufuku kumuita. Unakaa naye wapi binti? Unasimama naye wapi? Kwenye mazingira gani? Getoni kwako? Au mnabaki naye kanisani baada ya huduma? No. Nyumbani kwa mlezi, nyumbani kwa mzee wa kanisa. Huko ndiko mahali mzee wa kanisa au mlezi wa vijana anaweza akatafuta mazingira sahihi, akawaketisha vijana huko, wakazungumza. Na baada ya kukubaliana, ndipo sasa taarifa inaenda kwa mlezi, kisha taarifa inakwenda ofisi ya mchungaji, na baadaye sasa kijana anaulizwa, binti uko tayari? Binti amekukubalia. Unaweka alama gani kwake? Mimi wazee nataka nimchumbie. Alama gani unaweka kwake? Mimi nina pesa fulani kama chanzio au kishika uchumba. Basi ukishatoa kishika uchumba, sasa hapo ofisi na jukumu la kutangaza uchumba wako kwamba kuanzia leo fulani na fulani ni wachumba. Hapo ndipo mahusiano sasa ya kijana wa kiume na kijana wa kike yanapoanza na baraka za Mungu. Na wanapokuwa tayari ni wachumba hawa watu, kwa sisi wa Kristo wa Pentekoste, wachumba au uchumba sio ndoa. Uchumba sio ndoa. Kwa kuwa uchumba sio ndoa, bado kijana aliyesimama kwenye maadili ya Kipentekoste ni kweli ana wajibu wa kusikiliza shida ya mchumba wake na kuitatua inapobidi. Sasa kama ana wajibu huo, kijana afanye nini pale ambapo pengine sasa anataka kukutana na mchumba wake? Ampe hela ya mafuta, ampe mahitaji yake, atampea wapi? Bado utaratibu ni ule. Atapiga simu kwa mlezi, naomba leo nataka kuonana na mchumba wangu, nina mambo ya kuongea naye. Bado mlezi atamwita binti au mzee wa kanisa atamwita binti nyumbani kwake, atawapa sehemu ya kukaa, wataongelea hapo. Kama kuna zawadi ya kumpa atampa,
Kama kuna mawazo wataka wapeane, kushauriana kuhusu uchumba wao au kupanga mambo ya harusi, ndoa yao itafungwa lini, wazingatie vitu gani, wataongelea mazingira hayo, ambapo mazingira yenyewe ni nyumbani kwa wazee wa kanisa au kwa walezi. Hayo ndio maadili, hiyo ndio tabia njema, huo ndio uaminifu, hiyo ndio haki. Sasa leo hii vijana wako randomly, wana maamuzi yao, wana njia zao za mkato, hawataki kusikia maonyo. Imeathiri sana hii, inaathiri mno hii. Imefika mahali ambapo sasa Mungu atusaidie, ikiwezekana masomo kama haya yafundishwe mara kwa mara mpaka yafike mahali yakae kwenye fahamu za vijana wetu, fahamu ya watoto wetu, wajue maadili ya Kipentekoste, maadili ya Kikristo yanamtaka nini kijana anapoingia kwenye anapotaka kujihusisha na mahusiano. Hatuna uholela sisi, hatuendi ovyo ovyo sisi, hatuendi kienyeji sisi. Tunazo kanuni ambazo ni za kibiblia, zilizojaa utukufu wa Mungu, zimejaa ulinzi wa Mungu, zimejaa baraka za Mungu, ili vijana wetu wawe salama, vijana wetu wawe salama. Ndiyo, wanahitaji kuzingatia hizi kanuni ili wawe salama. Leo hiyo vijana wetu wamefika mahali wamekuwa wanafiki, wanaandikisha ndoa. Mchungaji anaona kesho ni ndoa ya Juma na Amina, ya Jeni na Amos. Anawaita, anawapa mahusia kwamba hawa watoto ni watoto, haya mambo hawayajui. Sasa nikawaelezea nini mchungaji? Ninao wajibu wa kuwaelezea. Wanakwenda kwenye fungu lipi? Mambo gani ya kuongelea? Unamshangaa tu mchungaji, wewe mzee unaongea nini bwana? Hayo yote tunayajua, hayo yote tulishayapitia. Moyoni mwao unaongea marudio, wanajua kila kitu hawa vijana. Kuna mambo yanashangaza sana. Mungu atusaidie wapendwa, Mungu atutetee. Kuna mambo mimi najiuliza maswali. Kijana anafunga ndoa mwezi wa 10, mwezi wa pili ana mtoto. Najiuliza kweli, wa 10, wa 11, wa 12, miezi 5 mtoto anazaliwa. Ni vile tu tunanyamaza, lakini tungesema tufuatilie kwa ukaribu, kuna watu wangefunga ndoa na tungewatenga kwenye ndoa zao. Kuna watu wanatoroshana, ni kitu kibaya, hakifai, tunawatenga. Roho dhaifu ni kwa sababu wamebainika. Lakini kuna watu ni roho dhaifu, hata kama wamevalishana pete mbele ya madhabahu ya Bwana, wamevaa shela, lakini wanafiki wakubwa. Haiwezekani ufunge ndoa mwezi wa 10, mwezi wa pili, wa 3 na mtoto. Kwa namna gani? Maadili yamekiukwa, maadili yamekiukwa. Tufike mahali turudi kwenye misingi yetu ya Kipentekoste. Kijana kuishi bila dhambi inawezekana. Kijana kuishi bila uasherati inawezekana. Inawezekana kabisa. Ni vile tu kuzingatia, kujali, kujua kwamba sani sio zani, palapanda inaweza ikalia. Ni vizuri sana vijana wetu wakarudi kwenye maadili ya Kipentekoste. Marufuku kugusana, marufuku kuwa na mahusiano ya kipagani. Mahusiano, rafiki yako wa kiume, wewe binti, rafiki yako wa kiume, wewe kijana wa kiume, una urafiki gani na binti wa kike? Urafiki wa kufatana mitaani unaliaibisha kanisa la Mungu. Fike mahali tuwe serious, tuwe serious. Kama tumeamua kuokoka, tuokoke kweli. Kama tumeamua kufuata Mungu,
tumfate kwa nguvu zetu, kwa akili zetu, kwa mioyo yetu, ili tufike mahali sasa watu wakituone waseme, naam, hawa ni watumishi wa Mungu. Lakini kwenye maadili mengine ya msingi, maadili mengine au jambo jingine la msingi sana ambalo vijana wetu wanapaswa kuzingatia na ni muhimu sana, ni marufuku na haitakiwi kijana kuoa, binti kuolewa na kijana asiye wa imani yako. Sijui shida ni nini, sijui watu wanakwamba kitu gani, sijui hawajiamini, sijui ni kosa subira, sijui nani amewaloga vijana wetu. Shangaa binti kabisa, kijana wa kiume. Kanisani tunao mabinti wazuri, vijana wazuri, lakini kijana anakwenda kuoa nje ya imani yetu, au binti anakwenda kuolewa nje ya imani yetu. Maadili ya Kipentekoste yanatutaka sisi yanatutaka sisi kuhakikisha unapotaka kuchumbia au kuchumbiwa, hakikisha unachumbiwa na kijana wa imani yako. Ninaposema imani yako, naomba nieleweke vizuri. Biblia imesema wazi, ukisoma katika Wakorinto wa pili ile sura ya 6 mstari wa 14, maandiko yamenena wazi, usifungiwe nila na wasioamini. Usifungiwe nila na wasioamini. Maana kuna patano gani kati ya giza na nuru? Kuna mahusiano gani kati ya giza na nuru? Waswahili wanasema hivi, ni heri ukakosea kujenga nyumba kuliko kukosea kuoa na kuolewa. Mke mwema anatoka kwa Bwana. Na ninaposema watu wa imani yetu, sio lazima wewe MFPST, anaweza kuwa MTAG, anaweza kuwa MWGT, anaweza kuwa Muhornes. Yaani ninachokiongelea hapa, aliyeokoka. Sitaki kutaja madhehebu ya watu wengine, lakini sisi ni watu wazima, tunafahamu ninaongelea kitu gani. Maadili yetu yanatutaka tusimame kwenye misingi ya Kipentekoste. Hakikisha kijana wa kiume, sio tumekutana na binti kwa sababu ya urembo wake chuoni, masomoni, ukaona umbo lake tu, rangi yake tu, sura yake tu, utajali ni Muislamu, ni wa imani gani. Wewe ni kwenda tu. Wengi wameangukia kwenye machozi, wengi wameangukia kwenye vilio, wengi wameangukia kwenye kujilaumu, kwa sababu walitumia akili zao kuliko kumtanguliza Mungu. Ni rai yangu turudi kwenye misingi ya mahusiano ya kimungu. Na mahusiano ni kitu kizuri sana, alimradi tu baraka za Mungu ziwepo hapo. Mtu akikosa mahusiano wakati amefika hatua ya kwamba anatakiwa kuhusiana, yaani yawe ni mahusiano yoyote, yawe ya kikazi, yawe ya kindoa, yawe ya kibiashara, ukiyakosa hayo utaishi maisha magumu sana. Jana uliyefika wakati sasa nataka kuhusiana, kujihusisha na mahusiano. Nimesema mahusiano yetu ya kimapenzi yanaanzia na uchumba. Nje ya hapo hatuna mahusiano ya hivyo. Je, kuna faida na mahusiano? Niseme ndio, faida ipo.
Faida ya mahusiano isingekuwepo, basi Mungu angemwacha Adamu akae peke yake Edeni. Mungu alipomuumba Adamu akampa bustani ailime na kuitunza. Kamwambia Adamu, matunda yote ya bustani waweza kula, kasoro mti wa katikati. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, hapo naelezea faida za mahusiano. Maandiko yanasema Bwana Mungu akaona si vema mtu huyu awe peke yake. Kwa kuwa peke yako ni upweke. Faida za mahusiano ni kuondoa upweke, lakini ni kisaikolojia inakupa kuona kumbe na mimi napendwa, kumbe na mimi nina thamani, kumbe na mimi ni wa muhimu. Mahusiano yana faida sana, lakini yawe kwenye maadili ya kimungu. Ndugu zangu watakatifu wa Mungu, somo hili ni refu mno, ambapo kama ningesema nianze mpaka nilimalize, nadhani hata masaa 3 hayanitoshi. Lakini itoshe kujua kwamba tunapoongelea maadili, tunaongelea tabia njema. Ni kanuni au msingi unaoelezea haki na uaminifu. Kwa lazima kijana ujue, unapokuwa na maadili mema, maana yake wewe ni mtu mwenye tabia njema, mtu wa kuigwa, mtu wa kutolewa mifano. Watu wakikuone waseme, naam, huyu mtoto hakika ndani yake kuna Mungu. Itoshe kusema kanisa la Mungu, wachungaji, wazee wa kanisa, walezi wa vijana, tunalo jukumu kubwa la kufundisha somo la maadili. Na siongelee tu mahusiano ya kimapenzi, hata mahusiano ya kibiashara. Leo tumekuwa na vijana ambao wanakosa kuaminika, hawana mahusiano mazuri na mabosi zao, hawana mahusiano mazuri kazini na wafanyakazi wenzao. Hili nalo ni tatizo, lakini hilo ni somo jingine. Lakini kwa leo nilikuwa naongelea misingi ya kipentekoste kwa kijana mpentekoste ambaye sasa amefika hatua anataka ajihusishe na mahusiano. Kitu cha kwanza, azingatie hayo niliyoyasema, asiingie kiholela. Zipo kanuni, zipo taratibu ambazo tumejiwekea kama kanisa la Mungu, kijana azifuate, na akizifuata kanuni hizo, zipo baraka za ajabu katika maisha yake huyo kijana. Ndugu zangu wapendwa, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwamba kwa siku ya leo tushike hayo, tuombe Mungu atusaidie kanisa, tufungamane pamoja kufundisha maadili. So maadili yakisha momonyoka ni hatari. Maadili ndio msingi ambao unalijenga kanisa, unajenga familia, unajenga taasisi. Taasisi yenye maadili mema ni mfano wa kuigwa kwa jamii. Kwa ni jambo la kupiga kelele sana. Mungu awabariki vijana wasomi ambao mmefika mahali Mungu amewapa maono, amewapa kujua kuanzisha magrupu kama haya, magrupu ambayo yamekuwa baraka, magrupu ambayo tunapata muda kama huu kufundishana, kukumbushana. Mungu awabariki. Tunataka tupate vijana wengi kama ninyi, vijana ambao mna mizigo ndani yenu, mnafikiri kwa bali ya vitu vizuri kama hivi. Mungu awabariki sana sana sana. Awafanikishe kwenye masomo yenu, awafanikishe kwenye ndoto zenu, ili siku zijazo mje na maono makubwa, ili muweze kusaidia jamii. Baada ya kusema haya, niseme Mungu awabariki sana, na nawashukuru sana kwa kuniamini kwenye grupu letu, kwenye taasisi yetu. Tuna watu wengi wazuri ambao hata kama wangelisimamia somo hili wangelifundisha kwa weledi mkubwa sana kuliko mimi, lakini mkaona mnipe nafasi. Ninaithamini sana hii nafasi, kwangu ni heshima, nimeheshimu, na ndio maana nilipopokea wito huu
pamoja na kwamba nilikuwa na mambo mengi, nikasema hapana, hii kwangu ni heshima, kwa sababu mimi mwenyewe nikijitathmini sitoshi. Wapo watu ambao ninawaamini wangefundisha kwa upana mkubwa zaidi, lakini umenipa nafasi. Mungu awabariki sana. Nitakuwa tayari kwa ushirikiano katika mambo yote ambayo mtaona vizuri tushirikiane kwa ajili ya kujengana katika neno la Mungu na mafundisho mbalimbali ambayo Mungu ataendelea kutusaidia kwenye maisha yetu. Baada ya kusema haya, naomba sana nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Mwokozi, nakushukuru sana Roho Mtakatifu kwa namna ambavyo umenitumia kwenye somo hili la maadili na mahusiano. Nimenena kawaida, lakini naomba Bwana uliye mwalimu, Roho Mtakatifu uliye mwalimu wa kweli, ukalithibitishe somo hili kwenye mioyo ya watu wanapokwenda kusikiliza jumbe hizi. Bwana ukawape mguso usiokuwa wa kawaida. Wewe ni mwalimu wa kweli. Nakusihi Baba, somo hili lisipite kama upepo, likalete mabadiliko makubwa kwenye mioyo yetu. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana.